Karibu katika habari za kimataifa. Mimi naitwa Pius Jayunga. Kundi la Hamas kwenye taarifa yake limesema hatua ya Israeli ya kuanza tena kuzuia misaada kuingia ukanda wa Gaza inadhihirisha waziwazi kwamba taifa hilo linafanya uhalifu wa kivita ambao ni pamoja na kutumia njaa kama silaha na kuzuia bidhaa muhimu kama dawa, maji na mafuta kuwafikia watu wasio na hatia kwenye wiki ya 7 mfululizo. Israeli ilitangaza kuendeleza hatua hiyo iliyodumu kwa wiki 6 sasa. Waziri wa ulinzi wa Israeli Katz amesema jana Jumatano kwamba zuio hilo ni mojawapo ya mbinu za shinikizo zaidi dhidi ya Hamas, ambao Israeli inawashutumu kwa kuichukua misaada hiyo badala ya kuwafikia walengwa ili kuendeleza udhibiti wake. Kulingana na ofisi ya Umoja wa Mataifa inayojishughulisha na misaada ya kiutu OCHA, karibu watu wote wa Gaza kwa sasa wanategemea chakula kinachoandaliwa kwenye majiko ya umma yanayosaidiwa na mashirika ya misaada. Hii inamaanisha kwamba misaada ya kiutu ndiyo njia pekee kubwa ya kuwezesha upatikanaji wa vyakula kwa ajili ya 80% ya watu wa Gaza, hii ikiwa ni kulingana na mpango wa chakula ulimwenguni WFP kwenye ripoti yake ya mwezi Aprili kuhusu masoko ya Gaza. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Trempel amesema jana Jumatano kwamba pamoja na kitisho cha njaa, karibu nusu milioni ya watu wa Gaza wamekimbia makazi yao tangu Machi 18 mwaka huu, wakati Israeli ilipoanzisha upya mashambulizi dhidi ya Hamas.